Na mtazamaji, hebu sasa tuangazie taarifa za biashara. Imebainika kwamba baadhi ya nafaka humu nchini imesheheni sumu kuvu ambayo inahatarisha maisha. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utafiti wa kilimo na mifugo KALRO Patrick Ketiem amesema sampuli za nafaka kutoka masoko mbalimbali ya humu nchini zimethibitishwa kuwa na viwango vya juu vya sumu kuvu. Taarifa hii na nyingine ni kwenye makala ya Kapu la Biashara. Shirika la kitaifa la ubora wa bidhaa linasema limezidisha juhudi za uangalizi wa vyakula vinavyouzwa kwenye masoko ya humu nchini ili kukomesha uuzaji wa vyakula vyenye sumu na kuhakikisha bidhaa zinazouzwa humu nchini vinaafiki viwango. Uangalizi huo pia utajumuisha baadhi ya vyakula vinavyoagizwa kutoka nje ambavyo shirika la utafiti wa kilimo na mifugo linasema vina viwango vya juu vya sumu kuvu. Sampuli za baadhi ya bidhaa hizo zimebainishwa kuwa na hadi alama 500 ya sumu badala ya kigezo cha kimataifa cha alama 10. The only acceptable limit by World Health Organization is 10. So the story which you just hear, it's only 10. By the way, if you pass 10, it can't be accepted. But in our Kenya markets, we are selling up to 500, 400. It's a range. If you get a good one, possibly you get 500, 400. Shirika la reli humo nchini litazindua magari ya moshi yanayotumia umeme kwa sehemu ya mkakati wake wa kuboresha safari zake na kuimarisha huduma kwa wateja, huku hitaji la aina hiyo ya usafiri likiongezeka. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Philip Mainga amesema mkakati huo unatekelezwa sambamba na ukarabati wa mfumo wa reli humo nchini ili kupiga jeki utendakazi. One of the key issues that we are going to reduce is the cost of transportation for these people who are moving those containers from abroad, from China, from India, from other places. Nao wadau wa sekta ya kilimo wanatoa wito wa kuimarisha kwa ushirikiano baina ya wauzaji pembejeo na taasisi za kifedha ili kuongeza matumizi ya mashine katika shughuli za kilimo na kuongeza uzalishaji. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Elgon Kenya Bimal Kantaria amesema udhaifu katika mifumo ya upatikanaji ufadhili ni kikwazo kikubwa kinachowazuia wakulima wa viwango vya chini kuwekeza kwenye mbinu za kisasa za kilimo. But we're targeting the small farmer here. 25 horsepower, 35 horsepower, within about 1.5 to 2 million shillings you can get your tractor. And we're very excited that the government is also pushing for farm mechanization. That will increase our productivity massively. Na mwishowe, wajumbe 130 kutoka kampuni ya KRBL nchini India wamewasili humo nchini kama sehemu ya juhudi za serikali za kukuza utalii wa kibiashara. Ziara hiyo imejiri wakati Kenya inajitahidi kupenya kwenye soko la mikutano na makongamano ya kijasiriamali, huku kampuni zikijumuisha biashara na safari za burudani. 90% of the guests are coming here for the first time. They are very excited. Wanted Kenya to experience the what they say magical Kenya. I was just walking with a guest and I was telling him that you will actually see the magic here. Nduta Mokami, Darubini.